Wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen wamesema wataendelea kuishambulia Israel hadi pale ambapo watasalimu amri. Hata hivyo, wapiganaji hao wa Kihouthi wa Yemen wameapa kwamba mashambulizi yao dhidi ya eneo la Bahari Nyekundu na katika meli za Israel haitakoma isipokuwa tu ni kutokana na makubaliano waliofanya na Marekani kwamba hawatazishambulia meli za Kimarekani. Hii ni kwa mujibu wa afisa kutoka katika kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi aliambia shirika la habari la AFP. Mashambulizi makali ya Wahouthi wa Yemen dhidi ya maeneo mbalimbali huko nchini Israel, hasa katika viwanja vya ndege ukiwa ni pamoja na ule wa Ben Gurion, umeongeza wasiwasi kwa Waisrael katika eneo hilo. Hata hivyo, Israel imeeleza kwamba itakuwa na mpango wa kufanya mashambulizi zaidi baada ya kuona kile ambacho Marekani imekifanya baada ya kufanya mashambulizi mazito katika siku za hivi karibuni. Siku moja baada ya Wahouthi kukubali kuacha kufyatua risasi kwa meli za Marekani katika njia kuu ya kibiashara katika ufuo wao, maafisa wa Kihouthi waliambia shirika la habari la AFP kwamba Israel haijajumuishwa katika mpango huo. Njia za maji ni salama kwa meli zote za kimataifa isipokuwa za Israel, Abdul Malik al-Houthi alieleza, moja kati ya viongozi wa kundi hilo la Wahouthi. Hata hivyo, amesema Israel wakati huu si mahala salama, lazima itakumbwa na mashambulizi mazito. Hatutaweza kuitazama isipokuwa tu iache mashambulizi dhidi ya watu wa Gaza, anasema al-Houthi. Wahouthi ambao wanadhibiti maeneo makubwa ya Yemen kwa zaidi ya muongo mmoja walianza kufyatua risasi meli zenye uhusiano na Israel katika Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden kuanzia Novemba mwaka 2023, wiki moja baada ya kuanza kwa vita vya Israel na Hamas, wakieleza malengo yao kwamba ni wanapanua kampeni ya kulenga meli hizo ambazo zinaunganishwa na Marekani na Uingereza baada ya mashambulio ya kijeshi ya nchi hizo mbili kuanza Januari mwaka 2024. Hata hivyo, mpango wao wa mashambulizi wa meli hizo ni kile walichosema ni kuwatetea wa Palestina, huku akiamini kwamba kufanyika kwa biashara au kupita kwa meli za Marekani huenda zikawa zinapeleka silaha huko nchini Israel ambazo zimekuwa zikiendeleza mauaji kwa Wapalestina waliopo katika ukanda wa Gaza. Israel hata hivyo ilianzisha mashambulizi baada ya makubaliano kati ya Marekani na Wahouthi kwamba hawatashambuliana. Israel wakati imeshambulia huko nchini Yemen baada ya jeshi lake kusema limewaonya wakazi wa bandari 3 chini ya udhibiti wa Wahouthi kuhama. Wizara ya mambo ya ndani ya Houthi ilisema mashambulizi hayo yametokea muda mfupi baada ya Israel kutoa onyo kwa wakazi wa eneo la Ras Isa, Hudaida na Salif kuondoka, ikisema bandari hizo zinatumiwa na Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran. Hakukuwa na maoni ya mara moja juu ya shambulio hilo kutoka kwa Israel, lakini mashambulizi haya yanatokea siku chache baada ya kombora lililorushwa kuelekea Israel na Wahouthi ambalo limeshindwa kuzuiliwa. Hili ni kombora la Palestine 2 ambalo limetumiwa na Wahouthi katika kufanya mashambulizi karibu kabisa na uwanja wa ndege wa Ben Gurion, huku Wahouthi wakitangaza kwamba wanayaarifu mashirika ya ndege kutoendeleza safari zake, hasa kutumia uwanja huo wa Ben Gurion. Hii imetokea kabla ya ziara ya rais wa Marekani Donald Trump ambaye anatarajiwa kufika katika Mashariki ya Kati wiki hii. Trump ambaye ameanzisha kampeni ya kali ya kijeshi dhidi ya ngome ya Wahouthi nchini Yemen kuanzia Machi 15, alikubali makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Oman na kundi hilo ambalo limesema makubaliano hayo hayajumuishi Israel. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wamedai kwamba Marekani ilishindwa kupambana dhidi ya Wahouthi na ndio maana ikaamua kukubali mapendekezo hayo. Na ni kutokana pia na Marekani kwa sasa ina mambo mengi, hususan kurekebisha masuala ya kiuchumi na hivyo kuzungumza na Wahouthi kuhakikisha meli zake zinapita kwa ajili ya masuala mazima ya kukuza uchumi wake. Wahouthi wamekuwa wakirusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani huko Israel pamoja na kushambulia meli katika njia za meli za kimataifa kama kampeni ambayo wanasema inalenga kuonyesha mshikamano na Wapalestina huko Gaza. Na Israel imefanya mashambulizi mengi ya kulipiza kisasi dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi huko nchini Yemen. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, nitaendelea kukujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu.